Fikiria maisha ambapo unakwenda kazini kwa ndege ya kibinafsi. Likizo yako ya mwisho wa wiki inafanyika kwenye mashua ambayo ingefanya Titanic ionekane mnyenyekevu, na safari yako ya kila siku inajumuisha magari ambayo huifanya Batmobile iwe mchezo wa kawaida wa watoto. Vizuri, wapenzi wangu, kwa mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, hii ni siku ya Jumanne tu ya kawaida. Ikiwa wewe ni mtu anayesota kwa dhahabu na shampana, endelea nasi, kwani katika video hii tutachunguza ulimwengu wa kifahari wa safari za mrithi wa ufalme. Tuanze na ndege za kibinafsi. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, sio tu mwanamfalme wa kawaida mwenye utajiri wa takriban dola bilioni 25. Hana utajiri tu, bali kimsingi yuko karibu kuswim katika dimbwi la sarafu za dhahabu. Mali yake inamweka kileleni mwa kilabu ya kimataifa ya matajiri zaidi, ikimfanya kuwa mmoja wa watu wenye utajiri mkubwa duniani. Licha ya utajiri wake wa kutisha, mtindo wa kupindukia wa mwanamfalme haupunguziwa tu kwa kuonyesha utajiri wake, bali kuishi maisha kikamilifu katika kila aina yake, na moja ya njia ambazo anadhihirisha hilo ni kupitia safari zake. Mwanamfalme hachukui tu ndege ya kibiashara kama wengine wetu wanadamu wa kawaida. Hapana, yeye ana ufikiaji kwa jeshi la anga la kifalme la Saudi Arabia. Hii si tu safari ya kawaida ya ndege, ni onyesho la utajiri na nguvu mbinguni, likionyesha ukuu wa ufalme katika kila safari. Ndege hizi si tu njia za usafiri, ni kama majumba yanayoruka yaliundwa kuwatunza abiria kwa anasa na teknolojia ya hali ya juu. Kwa kupata ufikivu wa jeshi la anga la ufalme wa Saudi Arabia, mtawala wa kiti anaweza kwenda popote kwa urahisi na starehe. Kiongozi wa kikundi katika tasnia ya anga ni Boeing 787, ambayo pia inajulikana kama Dreamliner. Uzuri huu sio tu unaruka, lakini unajionyesha na mvuto wake kwa bei ya dola za Marekani milioni 248.3 hadi 334.8, inayojulikana kwa muundo wake wa kipekee na ubora wa kipekee. Dreamliner ni kama James Bond wa angani, ukijumuisha anasa na utaalamu katika kila maelezo. Ikitokana na azma kubwa ya kuunganisha ulimwengu na kiwango cha starehe bila kifani, Dreamliner inaonekana kama uthibitisho wa akili ya binadamu. Sio tu ni ndege, ni kazi ya sanaa. Muundo wa ndege hii ni kutoka polima iliyoboreshwa kwa nyuzi za kaboni. Maana yake ni kuwa imara na nyepesi wakati ule ule. Kuzungumza juu ya kuruka kwa mtindo, lakini kuna zaidi. Mabawa ya Dreamliner sio tu yanavutia macho, ni kama mashujaa katika ulimwengu wa ndege. Mabawa hayo yaliyoinama kwa ustadi hayako pale kwa ajili ya kuvutia macho tu, bali hupunguza upinzani wa hewa wa anga, kuhakikisha ufanisi bora wa mafuta na umbali mrefu zaidi. Ni nani angefikiria kuwa jozi ya mabawa inaweza kuwa ya kuvutia na ya vitendo wakati ule ule? Sasa twende ndani. Ukiingia kwenye ndege, utahisi kama uko kwenye kiwanda cha nyota 5, kwa dari za juu na njia za pana zaidi kuliko wastani wa makazi huko New York. Vizuri, karibu. Madirisha hufanya kazi kama fremu za mandhari nje, zikitoa maoni ya jumla yanayokufanya uhisi kana kwamba unakaa juu ya wingu. Flota rasmi Saudi Arabia ina pia ndege ya kushangaza ya Airbus A340, ambayo inathaminiwa kwa dola za Marekani milioni 200. Ndege hii inachukuliwa kama mashua ya anasa katika ulimwengu wa ndege binafsi. Iliyotolewa mwaka 1937, programu ya A340 ilidhihirisha kuingia kwa kishujaa kwa Airbus katika soko la ndege za masafa marefu. Kwa bajeti ambayo inaweza kushindana na pato la taifa la nchi ndogo, Airbus ilipokea maagizo ya vitengo ya sotiti vya ndege hii kutoka kwa wateja tofauti. Kwa kweli, ni nani asiyependa kuwa na kipande cha kitu hiki cha ajabu cha A320? Sivyo? Haikai tu hewani, bali inazunguka angani kwa urembo wa batabuki ni mtoni, ikivutwa na injini zake 4 za turbofan. Indani hizi hufanya kazi kama vituo vinavyosukuma ndege mbele kwa kuvuta, kuchanganya
na kutoa hewani mafuta kwa kasi kubwa, ikizalisha mvuto kama roketi, ikipeleka ndege angani. Kutokana na nguvu hiyo, A320 inaweza kukupeleka kwa urahisi nusura ya dunia. Aidha, inatoa uzoefu wa kipekee kwa abiria wake, ambapo faragha hushinda kwa uwazi. Ikiwa na nafasi kubwa ya kutunza wachache walio bahati, kila safari inakuwa safari ya kibinafsi, ikilindwa kutokana na vurugu ya dunia huko chini, ikitoa wakati wa utulivu na uchambuzi usiokatishwa tamaa. Katika ulimwengu huu wa anga binafsi, ambapo anasa haiepukiki, Airbus A340 inaonekana kama ishara ya ubora, ikionyesha ahadi isiyoyumbishwa kwa ubora na ubunifu ambao unatajwa na flota rasmi ya Saudi Arabia. Mbali na Airbus A340, flota rasmi ya Saudi Arabia pia inamiliki Boeing 757, ambayo inathaminiwa kati ya dola milioni 60 na dola milioni 90, nyota wa kweli wa mwamba katika wakati wake, ikikidhi mahitaji yanayoongezeka ya anga. Wahandisi wa Boeing walikuwa katika kazi ya kujenga ndege ambayo si tu inachukua nafasi ya ndege ya zamani ya Tu-232, bali pia inaweka kiwango kipya kwa ndege za umbali wa kati. Ubunifu wa Boeing 757 ni sinfoni ya ubunifu wa aerodynamic na teknolojia ya hali ya juu, na muundo wake wa monoplano wa mabawa ya chini na kitengo cha mkia wa kiklasiki kinachokumbusha mabawa ya kuvutia ya muundo wa anga. Na inasemwaje kuhusu mabawa haya ya juu ya kitaalamu? Yanafanana kana kwamba yametoka kwenye filamu ya sayansi ya kufikirika, sivyo? Hivi vijana wabaya hufanya kuchelewesha kwa mwanzo wa upinzani, kuruhusu Tu-232 kupita angani kwa ufanisi, ikifika urefu na kasi ambazo zingewacha ndege nyingine zikitamani. Mabawa ya ndege hii si tu yanahusu ufanisi, lakini pia ni kuhusu unyeti. Kwa slats ya mbele, flaps, ailerons na spoilers za mwisho, mabawa hutoa 757 unganisi na kudhibiti muhimu wa kuanzia na kutua kwenye njia fupi, ikionyesha uwezo wake. Ndani ya cockpit, marubani huona mazingira ya kisasa na ya mantiki. Kioo cha cockpit, pamoja na mfumo wake wa kielektroniki wa vyombo vya angani, mfumo wa ishara ya injini na tahadhari ya wafanyakazi, unawakilisha maendeleo makubwa ya teknolojia kwenye anga, ikiongeza usalama na ufanisi wa safari. Na hatuwezi kusahau faraja ya abiria. Kwa nafasi ya abiria yenye mazuri ambayo inaweza kuwa na viti 6 kwa kila safu, Boeing 757 inatoa uzoefu mzuri wa safari kwa wasafiri. Mwangaza ulioimarishwa na sehemu kubwa za mizigo huchangia katika urahisi na uhalisia wa kivutio cha ndege. Katika ulimwengu wa anga wa kibinafsi, ambapo anasa hazina mipaka, Boeing 757 inatawala kama ishara ya hadhi na utofauti. Ndani ya bendi ya heshima ya kweli ya Saudi Arabia, inang'aa kama mfano wa kipekee wa ujasiri bila kifani na utaalamu unaodefina kilele cha safari ya anasa. Kati ya jeshi la upepo pia ni Airbus A320. Ingawa ni ndege ndogo kwa ukubwa, usidanganiwe. Ndege hii ni nguzo ya kifahari na yenye kisasa, thamani yake ikiwa 56 milioni. Ni kama mwanafamilia mdogo lakini hodari halisi, akishikilia msimamo wake kati ya majitu. Ikichanganyika katika familia inayoheshimika ya Airbus A320, A320 ni kama binamu wa kifahari ambaye daima anakamata mawazo na vifaa vyake vya kifahari na mazingira ya kisasa. Kimsingi ni sawa na suite ya hoteli ya nyota 5 inayoruka. Isingekuwa mshangao ikiwa ingekuja na minibari iliyowekwa champagne. Lakini subiri, kuna zaidi. Nguzo hii ndogo sio tu kuhusu muonekano, pia inaonyesha utendaji wa kisasa. Ikiendeshwa na injini za hivi karibuni, A330 inaondoka hewani kwa uzuri na uhakika wa mwanamcheza ballet mzoefu. Ni kama kushuhudia gari la kijani dogo likipita safu ya SUV kwenye njia,
Na hebu tutazame kuhusu faragha, kwa sababu ni nani asiyependa muda wa pekee angani na nafasi ya kutosha kwa wachache waliochaguliwa. Ethri Gaulanblai inabadilisha kila safari kuwa wakati wa kibinafsi, karibu kama kuwa na jeti binafsi yenye ufikiaji maalum wa klabu ya Altitude. Walakini, pendua wa mwanamfalme bila shaka ni Boeing 747 yake. Hekalu hili la anga, lenye thamani ya kiwango kikubwa kuanzia $270 milioni, ni kielelezo cha utajiri na mafahari, kikitosha kwa ladha za kifalme. Sakafu ya ndani ya ndege hii ni kazi maalumu ya kubuni, imepambwa na vitambaa vya kifahari, maelezo ya mbao mafinyanzi na vitu vya metali vilivyong'aa. Viti vya ngozi laini vinakualika kuzama kwenye faraja yake, huku mwangaza wa mazingira ulio laini ukiweka mazingira mazuri ya kupumzika na kufurahi. Lakini anasahaishi hapo. Bila shaka, hekalu hili la anga lina viwango vingi, kila moja kikiundwa kwa uangalifu ili kufurahisha tamaa na matakwa ya wapenzi wake waaminifu. Kutoka kwenye maktaba ya kupendeza na maeneo ya chakula ya kifahari hadi stu binafsi zinazotoa ufalme, Boeing 747 hutoa kiwango cha faraja na kisasa kisichoweza kulinganishwa katika ufalme wa anga. Na hatuwezi kusahau vifaa vya kufurahisha. Mifumo ya burudani ndani ya ndege hii inaleta ushindani na vile vya hoteli za nyota 5, ikijumuisha vifaa vya sauti na kuona vya kisasa na uteuzi mpana wa filamu, muziki na michezo ili kukufurahisha kwa masaa marefu. Unahitaji kinywaji baridi kabla ya kutua, hakuna tatizo. Mabafu ya kifahari yaliyojengwa kwa vifaa vya usafi wa hali ya juu yametayari kutimiza mahitaji yako yote. Hata hivyo, labda jambo linalovutia zaidi kuhusu Boeing 747 ni ukubwa na uwepo wake wenye athari kubwa. Kwa umbo lake lenye kilele cha kichwa na kimo chake kikubwa, ndege hii huvutia macho popote ionapo. Si dharura tu jambo la usafiri, ni tangazo, ishara ya nguvu, hadhi na anasa isiyoshindwa. Na mwanamfalme hakuwa peke yake akifurahia safari hizi za siri za kiwango cha juu. Mabilionea kama Jeff Bezos, Bill Gates na Elon Musk pia wanatumia njia za usafiri kama hizo. Jeff Bezos, akili nyuma ya milki ya Amazon na mwenye maono, anaongoza Blue Origin katika enzi ya uchunguzi wa anga binafsi, amechagua Gulfstream G650ER kama ndege yake ya angani. Kwa bei zaidi ya $725 milioni, ndege hii inaendelea kuwa zaidi ya usafiri tu. Ni ishara ya utafutaji usio na kifani wa Bezos kwa ukamilifu na ufanisi. Ikiwa na uwezo wa kuunganisha mabara bila kukatishwa, Gulfstream G650ER inakisi safari ya kustajabisha ya Bezos kuelekea kwenye ubora wa kimataifa. Bill Gates, mwanzilishi wa Microsoft na muungwana katika ulimwengu wa teknolojia, pia hupendelea safari za angani binafsi. Na ndege yake ya kuchagua, Bombardier Global Express, forodha inayoongoza ya ubunifu kulingana na hadhi yake na ushawishi wa kimataifa. Kwa utajiri wa thamani ya kama $130 bilioni, umiliki si wa moja, lakini ya ndege na binafsi, na Gates unathibitisha ukubwa wa shughuli zake na upana wa ushawishi wake. Bombardier Global Express inaangaza katika usafiri wake, ikionyesha maono ya Gates ya dunia iliyounganishwa. Elon Musk, akili nyuma ya Tesla na SpaceX, hana hofu ya kuvuka mipaka. Na njia yake inayopendelea ya safari za anga, Gulfstream G650ER ya $75 milioni, inaiga roho yake yenye ubunifu. Kwa utajiri wa thamani ya dola bilioni 160, uchaguzi wa Musk kwa ndege hii ya kifahari ya utendaji wa hali ya juu si tu ni anasa, bali ni mali ya mkakati inayokamilisha mtindo wake wa maisha ya kufanya biashara. Ubunifu wa kuvutia na teknolojia ya kipekee ya Gulfstream G650ER hufanya iwe epitome ya anga binafsi, msingi wa ujasiriamali wa Musk. Kila moja ya ndege hizi si tu njia ya kwenda kutoka pointi A hadi B, ni makazi mazuri angani yakionyesha ladha na matamanio ya wamiliki wao tofauti. Hata hivyo, safari za anga si njia pekee ya usafiri wa bilionea.
Oh, hapana, yeye pia anajulikana kwa kuendesha siri baharini kwenye mashua yake ya kifahari. Mashua. Mbali na kupata ufikivu kwa meli ya kifalme na kuwa mmiliki wa ndege binafsi, mfalme mteule Mohammed bin Salman anajionyesha kwa njia nyingine ya usafiri ya kifahari, mashua ya kuvutia inayoitwa Serene. Hii ni mashua kubwa yenye thamani ya dola milioni 400 ambayo si tu chombo cha usafiri, bali ni kasri linalogelea, ishara ya utajiri na udogo ambayo inaakisi hadhi na mtindo wa maisha wa mwana wa mfalme. Ikiwa na urefu wa futi 439, Serene inapiga miayo kama uthibitisho wa hadhi ya kipekee ya mwana wa mfalme. Mbali na muundo wake imara na bei kubwa, mashua hii ya kipekee ni kazi kuu ya uhandisi na ubunifu wa meli, ikitoa wingi wa huduma za kifahari ambazo zinaitofautisha na nyingine. Kitu cha kipekee ni chumba cha theluji. Ndio chumba maalum kinachohifadhiwa kwa digrii 12 Fahrenheit, kikiwa na theluji halisi ikishuka kutoka dari. Ongezeko hili la pekee si tu linaleta kimbilio baridi kutoka joto la majira ya joto ya Saudi Arabia, bali pia linakamilisha kwa usahihi sauna kwenye mashua. Kwa kweli, wakati Serene ilipokabidhiwa mnamo 2011, ilikuwa mashua ya kwanza duniani kuwa na sifa hiyo ya kifahari, ikiweka kiwango kipya cha ubunifu wa kifahari wa majini. Na mshangao hauishii hapo. Serene inafanya kazi kama uwanja wa kuchezea kwa matajiri na maarufu, yenye bwawa la maji ya chumvi ambalo linawalika wageni kujifurahisha katika maji yake makubwa na tulivu. Kwa wale wenye ladha ya ujasiri, ukuta wa kupanda unawangojea wakati walikuwa wanakabiliwa na changamoto ya kufikia urefu mpya. Kwa wapenda safari wa moyo, nyambizi ipo kwa matumizi kwenye Serene, ikitoa njia kwa ulimwengu wa chini ya maji. Marina mbili za helikopta za jahazi hilo zina majukumu mawili, zikipaswa kuwa mabwawa ya ziada au uwanja wa densi kulingana na tukio. Serene sio tu chombo, bali ni mahali pekee ambapo kila tukio linageuka kuwa uzoefu unaokumbukwa. Wakati jua linapoenda chini, fursa za burudani kwenye Serene zinaonekana kuwa haziishi. Sinema ya nje hutoa anga kamili kwa filamu chini ya nyota, huku chumba cha piano na baa kikitoa maficho kwa muziki na mazungumzo. Na kwa wale wanaotafuta kupumzika, kituo cha ustawi na urembo kipo tayari kuwapa nguvu wale waliochoka na spa zao na hammam. Hadithi ya kununua Serene na mfalme mteule Mohammed bin Salman ni ya kuvutia kama jahazi lenyewe. Fikiria siku ya kawaida kwenye Riviera ya Kifaransa, ambapo matajiri na maarufu wanakutana chini ya jua la Mediterania. Ilikuwapo hapo kati ya maji meusi, ambapo mfalme mteule alikutana na Serene, jahazi kubwa linaloonyesha ulegaji wa pekee huku likisonga kwa staha. Kile kikao kilikuwa cha ushangiliaji kamili kwa MBS, upendo wa kwanza kwa kazi hii ya kipekee inayozama. Miliki wa zamani, tajiri wa vodka wa Kirusi Yuri Shefler, hakuwa na namna ya kufikiria kuuza mali yake ghali alipomka siku hiyo. Hata hivyo, wakati wa kifalme unapogonga mlango, wachache wanaweza kushindwa kupinga chari yake. Na pendezi ya kuvutia, Serene ilipatikana haraka, na MBS akawa mmiliki mpya wa kivutio hiki cha baharini. Lakini kiu ya mapenzi ya mrithi wa ufalme haikumalizika hapo. Aliamua kugusa sanaa kama globu la theluji katika jitihada yake ya kuhakikisha mojawapo ya michoro ya siri zaidi na yenye thamani katika historia: Salvatore Mundi ya Leonardo da Vinci. Salvatore Mundi, au mwokozi wa dunia, huenda zaidi ya kuwa tu picha, ni hazina ya kihistoria, ushahidi wa kipekee wa ujanja wa Leonardo da Vinci, mwana usumbufu wa enzi ya uzazi. Inaaminika kwamba Salvatore Mundi iliratibiwa mwishoni mwa karne ya 15, kipindi kilichojaa ungwana wa sanaa na kisayansi. Ukimbiaji maalum wa msaidizi bado ni jambo linalojadiliwa miongoni mwa wasomi. Wengine wanadai ilikuwa Isabella d'Este, mwandishi wa Milano, anayejulikana kwa ladha yake iliyopamba na kudhamini sanaa.
Wengine wanaamini kwamba ilikuwa Louis Gaston wa Ufaransa na mkewe Anne ya Breton wakimtafuta ugusa wa kimungu wa Leonardo kwa ibada yao ya kibinafsi. Chati yenyewe ni ya kuvutia. Tunamuona Yesu Kristo amevaa buluu ya kifalme, akitoa ishara nzito za baraka na mkono wake wa kulia, huku akishikilia kwa kujifanya kwa kubahatisha mfereji ulio wazi kwa mkono wake wa kushoto. Umakini kwa undani na ukweli wa kipekee wa Leonardo, kutoka kwa mishipalo ya nywele za Kristo hadi mbinu laini ya sfumato inayofuta mistari kati ya mada na mandhari nyuma, ni dhahiri. Lakini hiyo mpira ndio ulileta mshtuko mkubwa. Tofauti na miamba ya kioo ya kawaida, hii inaonyesha nuru kana kwamba ina kiunga chake cha Instagram. Nia za Leonardo nyuma ya udanganyifu huu wa macho zimefanya wasomi wa historia ya sanaa wawe na shauku. Kwa karne, Salvatore Mundi ilichukuliwa kupotea katika kumbukumbu za historia mpaka ilipotembea 2000 Fink katika mnada nchini Marekani ikirekebishwa kwa ukarabati mzito. Ikauzwa kwa kiasi kidogo sana. Thamani yake halisi iligunduliwa baada ya wabunifu wa sanaa wenye ustadi kuirekebisha, kufunua maelezo yaliyofichika hapo awali, kama vile tokeo la kidole cha Yesu, kipimo muhimu cha uhalisia. Kurudi kwa picha hiyo katika jukwaa la sanaa kuliwasha ulimwengu wa sanaa. Mnamo 2011, National Gallery ilimtambulisha katika onyesho la Leonardo, ingawa shaka ilidumu kutokana na hali yake iliyoharibika na marekebisho marefu. Licha ya mijadala, uchawi wa Salvatore Mundi ulidumuna. Mwezi Novemba 2017, huko Christie's, New York, iliuzwa. Mnada ulikuwa kama tamthilia ya hatari kubwa, na mabwanyenye wa ulimwengu wa sanaa wakipigana kumiliki kazi ya sanaa ambayo ilikuwa inatamaniwa. Salvatore Mundi, zamani iliyopotea katika kumbukumbu za nyakati, ilifikia kiasi cha kutia mshangao. Mnada ulikuwa mshtuko wa utajiri na tamaa ulioandika jina lake katika historia ya sanaa. Ikiwa imejaa mabwanyenye wa ulimwengu wa sanaa, vita vya zabuni vilikuwa tukio lenye msisimko. Kila zabuni ni tamko la nia. Awali iliaminiwa kuwa ilinunuliwa na mwakilishi wa idara ya utamaduni na utalii wa Abu Dhabi, lakini baadaye ilifunuliwa kuwa nawale ya Badr bin Abdullah Al Saud, akifanya kwa niaba ya mfalme wa mirathi Mohammed bin Salman. Alikuwa mnunuzi halisi. Ilipatikana kwa kiasi kikubwa cha dola milioni 450 mnamo 2017. Kazi hii ya sanaa ilizidi hata Serene kwa bei. Sasa wanadai kwamba itapamba ndani ya mashua, ikimpa safu ya maana ya kitamaduni ambayo inaongeza kwa upekee wake tayari wa kuvutia. Serene si tu mashua, ni tafsiri ya masimulizi ya baharini. Ni kigezo cha utajiri na ubunifu. Mega yate hili sio tu limesimamisha kigezo kipya katika anasa ya baharini, bali pia imekuwa ishara ya ustadi wa teknolojia na mafanikio ya sanaa ambayo yanaweza kupatikana kwa daraja kubwa kama hilo. Hata umuhimu wa Serene unatambuliwa na wageni mashuhuri ambao wamepokelewa ndani, ikiwa ni pamoja na tajiri wa teknolojia Bill Gates, ambaye alikodia kwa mapumziko ya familia. Kukodi kwa hadhi ya juu kama hiyo kunaonyesha hadhi ya Serene kama chombo cha kuchaguliwa kwa watu wenye ushawishi na matajiri zaidi duniani. Katika bahari ya Supriates, Serene inasimama kama kazi ya sanaa ya anasa, chombo ambacho kinaakisi upekee wa kuishi maisha ya utajiri na raha. Ni uthibitisho wa maono ya mfalme wa miradi na chanzo cha hamasa kwa miradi ya baadaye katika ulimwengu wa yate ya anasa. Hata wakati mfalme wa miradi anapita kwenye njia, upendo wake kwa anasa unaendelea. Nchi kavu, yeye husafiri kwa anasa kubwa. Magari, mfalme wa mirathi Mohammed bin Salman anayejulikana kwa upendeleo wake kwa vitu vya anasa na uwezo wa kuvutia, anamiliki floti ya magari ya kifahari yanayofaa kwa safari zake za nchi kavu. Magari ya michezo ya kipekee yanayotoa kasi hadi magari marefu yanayotoa shamra.
MBS huvuka maeneo kwenye baadhi ya magari yenye kutamaniwa zaidi duniani. Kila gari limepangwa kwa umakini ili kukidhi anasa zake zote, ikisimamia kuwa anasafiri kwa mtindo na anasa popote alipo. Na ili kumaliza mkusanyo wake, asingeweza kukosa Bugatti Chiron. Kwa thamani ya kushangaza ya 3.3 hadi 4 milioni, Bugatti Chiron si gari la kawaida. Ni mchango wa kasi isiyo ya kawaida, nguvu na kuwa wa kweli. Ni kitu cha anasa ambacho husababisha wivu. Imetengenezwa kwa umakini zaidi wa maelezo kuliko amri ya kifalme. Gari hili la kipekee si tu linaendesha barabarani, Chiron huzidisha. Tangu wakati unapokutana na Chiron, inaonekana wazi kuwa hii si gari la kawaida. Sehemu ya mbele ya Chiron inajulikana kwa mshikio wa Bugatti wenye umbo la njugu, kama heshima kwa historia kuu ya chapa hiyo. Alama maarufu inakuja na taa za LED zenye kipande cha nne ambazo huenea hadi kwenye magurudumu, zikimpa Chiron mwonekano wa kuogofya, kama vile iko tayari kuruka juu ya lami. Hata hivyo, si tu kuhusu mwonekano, kwani Chiron pia ana akili. Ubunifu wake wa aerodinamiki umehesabiwa kwa uangalifu, na sura yake iliyo na mistari laini na ya kupendeza ambayo huelekeza hewa kuzunguka mwili kwa madhumuni na nima. Kila mzunguko na kila mstari una kazi yake maalum. Mzunguko wenye umbo la C unaotoka kwenye ukuta wa ahadi kwenye sehemu ya hewa ya nyuma, si tu kipengele cha ubunifu, bali ni sehemu ya kazi ya picha ya ndege ya gari, ikiongoza hewa kupwa injini imara ya W-Semblasi iliyoko ndani. Mwili uliotengenezwa kwa nyuzi za kaboni hauwezi kusahaulika, kwani hakuna kitu kinachosema mimi ni tajiri, waziwazi kama gari lililotengenezwa kutoka kwa nyenzo moja na yacht. Kila jopo na kila mstari wa Chiron ulifanyiwa kazi kwa umakini uliokithiri kwa maelezo, ukifanya uhakikishe kuwa umbo linazingatia daima kazi. Nyuma ya Chiron ya kushangaza kama mbele, na gari hilo lina taa ya nyuma ya kipeki, na ya kipeki ambayo inaendelea urefu wote wa gari. Sio tu inayotoa utaalamu wa kuogofya, lakini pia inaongeza uonekano. Chini ya hapo, mfumo wa kutolea gesi wakati na mwambatanishi uliopambwa kwa mtindo wa maneno unathibitisha uwezo wa utendaji wa gari, wakati mwendo mkubwa wa aktiva unajitengeneza ili kutoa shinikizo la hewa linalostahili kupunguza mkokoteni kama inavyohitajika. Kwa ndani, handaki ya Chiron ni pahala pa utukufu, ikichanganya teknolojia ya juu na kumalizia ya kifahari, ikiwa na vifuniko vya ngozi ya hali ya juu, metali iliyosuguliwa na kioo. Kitengo cha uendeshaji kinaelekezwa kwa mwendeshaji, na vitu vyote vya kudhibiti vimepangwa kwa njia intuitive ili kufikiwa kirahisi na mikono. Kituo cha kati kinainuka kuelekea kwenye jopo ambalo lina kikundi cha vifaa vya kiwango kidogo vilivyotengenezwa kutoa dereva habari zote zinazohitajika bila kutatiza. Viti vya Chiron ni mifano ya ubunifu wa kubuni dukani, vikitoa faraja na msaada hata kwa kasi kubwa. Matumizi ya vifaa kama alumini, titani na ngozi laini inachangia sio tu kwa sura ya kimuonekano inayoashiria Bugatti nzima. Kati ya magari kwenye mkusanyiko wangu kuna Lamborghini Aventador. Imethaminiwa kwa takriban $500,000 na inaweza kufikia $550,000. Aventador ni gari la michezo lenye viti viwili lenye uwezo wa kufikia kasi ya hadi maili 200 kwa saa. Kwa muundo wa kiaerodinamiki na milango ya kipepeo inayumba tahadhari, Aventador ni sawa na kupita nyekundu kwa gari. Vituo vilivyo katika umbo la yai ni njia ya Aventador kutamka hei na kiona na naja. Na hatuwezi kusahau kuhusu ndani, ambapo anasa inakutana na teknolojia katika muungano wa mkamilifu wa maneno. Kupanda ndani ya Aventador ni kama kupanda kwenye meli ya anga, lakini na nafasi zaidi kwa miguu, na ajali chache ya bafu ni kwa mvuto sifuri. Lakini sio tu swala la kuonekana. Pasi ya nyuzi ya karboni ya Aventador ni MVP wa kweli, ikiiweka nyepesi na mwepesi unapotembea jijini kama shujaa wa magurudumu manne. Kwa sababu, kwa kukubaliana, ni nani anayehitaji pazia akiwa na Lamborghini?
Pia katika mkusanyiko wangu kuna McLaren P1. Inakadiriwa kuwa karibu dola za Marekani milioni 2. McLaren P1 ni gari la michezo linalochanganya injini ya V8 ya lita 3.8 na injini ya umeme, ikitoa 93 farasi wa nguvu. McLaren P1 inatoa nguvu, ustadi na muundo wa ubunifu, ikionekana kama kielelezo cha kuonekana kwa gari. Muundo wake sio tu raha ya macho. P1 ni mchanganyiko wa utaalamu wa angani na ufundi wa sanaa. Umbo lake linakisi falsafa ya kubuni ya McLaren, ambapo kazi inaamua umbo na kila mstari, mwinuko na umbo una kusudi maalum. Ukikaribia P1 hairuhusiwi kutopata utukufu fulani. Ikiwa na msimamo mdogo na mpana, inafanana na mwindaji anayetazama mawindo yake. Gia yake ya nyuzi ya carbon inaonekana kama imechongwa kwa umakini na timu ya wasanii wa magari, ikidumisha usawa mzuri kati ya uzito na upinzani. Inaweza kufikisha kasi hadi maili 217 kwa saa na kuongeza kutoka 0 hadi 7 maili kwa saa katika sekunde 2.8. Kitu kingine cha thamani katika mkusanyiko huo ni Rolls-Royce Phantom. Kwa thamani inayoaminika kati ya dola za Marekani 5,750 na dola za Marekani 6,750, Rolls-Royce Phantom inajulikana kama ishara ya fahari, ikionekana kama ikoni ya anasa katika ulimwengu wa magari. Muundo wake machanganyiko wa kupendeza kati ya utamaduni na ubunifu ni heshima kwa ufundi wa sanaa uliopo ndani ya kila gari. Sasa tuzungumze kuhusu ubunifu. Phantom afroni kama mvulana mwenye mtindo anayejua kuthamini vya zamani, wakati huo huo akiongeza kugusa kisasa. Lakini subiri, kuna zaidi. Milango ya nyuma ya Phantom inafunguliwa kuonyesha mambo ya ndani ambayo ni kama spa ya kifahari juu ya magurudumu. Fikiria unyenyekevu wa hali ya juu. Ngozi, miti na metali zimechaguliwa kwa uangalifu kutoa uzoefu unaostahili kwa kifalme. Lakini hii ni tofauti halisi. Gari hili halihusu tu sura. Hapana, pia ni kuhusu safari ile laini na tulivu ambayo itakufanya uhisi kama unakaa juu ya wingu, kwa sababu ya fremu yake ya alumini na kemikemi za hewa zinazojipangisha moja kwa moja. Ni kama kuendesha kwenye karpeti ya kichawi, ingawa bila uwezo wa kuruka kwa bahati mbaya. Hata hivyo, mwana wa mfalme si mfalme pekee mwenye mkusanyiko mkubwa wa magari. Mkusanyiko wa magari wa Sultan wa Brunei wa Triple Sedan ni ndoto iliyotimizwa kwa wapenzi wa sekta hiyo. Kwa karibu magari 70,000 yaliyo chini ya miliki yake yenye thamani ya jumla ya zaidi ya dola bilioni 6, ni salama kudai kwamba sultani huyu anachukua upendo wake wa magari kwa kiwango kipya. Miongoni mwa hazina za mkusanyiko wake, floti ya Ferrari F40s, McLaren F1s na magari ya Rolls-Royce ya Sultan yanatofautiana kama almasi katikati ya wingi wa vito. Magari haya si nadra tu, ni viumbe karibu vya kifikira vya kupendezwa na wachukuzi na wapenzi wa magari kote ulimwenguni. Hebu tuzungumze kuhusu Ferrari F40 basi. Gari hili la kifahari ni mwanaume wa pekee, maarufu kwa kasi yake ya kushangaza na muundo wake usiotambulika. Ukusanyaji wa sultani sio nyumbani kwa moja tu, bali magari kadhaa ya F40, kila moja ikiwakilisha ladha isiyo na dosari ya sultani na thamani yake kwa ubora wa magari. Ni kama kuwa na kundi la farasi wa mbio wa damu safi katika uwanja wako mwenyewe, tayari kutoa nguvu zao wakati wowote. Na tunayo McLaren F1, gari lenye nadra na lenye kutamanika sana, ambalo ni karibu kama Graal takatifu la magari ya kifahari. Na kipande chake cha fito ya ajabu kuhusu uendeshaji wa katikati na uwezo wake kushangaza. F1 ni kilelezo cha hadithi nyingi za magari. Kwa kushangaza, sultani hana sio moja, bali vitu vingi vya hazina hizi katika ukusanyaji wake, kila moja ikiwa zaidi kuvutia kuliko iliyotangulia. Sheikh Hamdan bin Mohammed, mfalme wa Dubai, ana ukusanyaji unaovutia wa magari. Zaidi ya magari ya kawaida, magari haya ni ishara ya ndoto za wabunifu na wahandisi zilizojitokeza kwenye metali, nyuzi za kaboni na mpira, zikiwa sawa na kilele cha uwezo, anasa na upekee.
Tukianzia na Bugatti Veyron anayejulikana, gari linalojulikana kila mahali, ni hadithi inayozunguka. Ikiwa na injini ya V6 Blan kwa turbo ya lita 8 inayotoa farasi wa nguvu 3000, inakaidi sheria za fizikia kwa kasi ya kushangaza. Veyron wa mfalme sio tu mfano wa kawaida, bali ni kazi halisi ya sanaa iliyobinafsishwa na mpangilio wa rangi ya kipekee, ukionyesha mtindo binafsi wa mmiliki wa kifalme na ubadilifu wa Dubai. Mbali na Veyron, ukusanyaji wa mfalme unajumuisha Ferrari La Ferrari, kiteknolojia ya Italia inayounganisha injini ya V12 yenye nguvu za farasi wa 407 Milan na injini ya umeme yenye farasi wa 60, jumla ikiwa ni farasi wa 600. La Ferrari ni simfoni ya kasi, ikionyesha ubora wa Ferrari katika ulimwengu wa magari ya michezo ya juu ya utendaji. Kwa kuongeza kwenye mkusanyiko, mwanachama pia anamiliki Lincoln Hypersport, fahari ya Mashariki ya Kati iliyotengenezwa na W Motors, kampuni kutoka Falme za Kiarabu. Kama gari la kwanza la super lililotengenezwa katika eneo hilo, Lincoln Hypersport inawakilisha roho ya Dubai, muungano kati ya mila na maono ya baadaye, wa kustahili kuwa sehemu ya garaji ya pekee ya mwanachama. Aston Martin 777 ni hazina ya kweli katika mkusanyiko wa mwanachama. Kwa kutengenezwa kwa vitengo tu, gari hili ni nadra kama jina lake linavyopendekeza. 777 inaendeshwa na injini ya V12 yenye uwezo wa lita 6.3 inayoweza kuzalisha farasi 330 ikiwa ni injini ya hewa moja yenye nguvu zaidi ulimwenguni wakati wa kutolewa kwake. Safari za faragha za watu matajiri zaidi duniani kama mwanachama mteule wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, zinafunua ulimwengu wa anasa na ukubwa ambao unaenda zaidi ya tamaa za kawaida. Tunazungumzia uzoefu wa kuongoza angani kwenye kasri za anga zenye anasa kutoka kwa jeshi la kifalme la Saudi Arabia, au kusafiri baharini kwenye yacht ya kifahari Serene. Na tuwe wazi, nani anahitaji hoteli wakati ana yacht yenye chumba cha theluji? Asante kwa kutazama. Ikiwa ulipenda video hii, bonyeza kwenye moja ya sanduku zinazojitokeza kwenye skrini kufikia maudhui zaidi kama hiyo.